Unapaswa kabisa kusikiliza ujumbe kabla hujavuka mwaka 2025 kuelekea mwaka 2026. Ni muhimu sana uweze kujifunza haya ambayo nitasema na uyatendee kazi. Utaona mafanikio makubwa sana mwaka ambao unakuja, kwa sababu tunasema kwamba huu mwaka ulikuwa ni mwaka wa nyoka. Ni mwaka ambao ulikuwa ni mwaka wa kutambaa. Kwa hiyo ni mwaka ambao ulikuwa na mambo mengi sana, lakini ni mwaka ambao ulikuwa na sumu nyingi sana. Nadhani utakuwa umeona katika maisha ambayo yamekuzunguka ni vitu gani ambavyo vilikuwa vinaendelea katika mwaka huu. Hata kama ulikuwa uelewi ni nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa kiroho, lakini na imani kubwa kwenye ulimwengu wa nyama ulikuwa unaona ni nini ambacho kinaendelea. Kuna watu wengi sana mwaka 2025 wamepoteza vitu vingi sana, wamepoteza watu, lakini wamejua mambo mengi sana katika maisha yao. Mengine yamewafundisha, mengine yamewashangaza sana, na kuna vitu vingi sana ambavyo vimeibuka ambavyo vilikuwa katika nafsi umevibeba kwa muda mrefu sana. Inawezekana kabisa mwaka huu kuna namna fulani vimechemka kabisa. Kwa hiyo tuseme kwamba huu mwaka ni mwaka wa kuachilia kila kitu. Tafadhali usivuke na chochote kile ambacho unaona kabisa kinakurudisha nyuma ama kinakukwamisha kwenye maisha yako wewe. Kuanzia umeanza kujitambua mpaka leo hii, niseme tu vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Hakikisha unakuwa na mshumaa mweusi, lakini hakikisha unakuwa na karatasi lako ambalo utaandika haya ambayo nakwenda kukuelekeza hapa. Tafuta karatasi jeupe, peni nyeusi, anza kuandika yale ambayo unaona wewe yamekushikilia sana. Tafakari, hata kama utatumia siku 2-3, andika yale ambayo unaona kabisa kwamba haya ni mambo ambayo yamenikwamisha sana kwenye maisha yangu na mimi nimeshindwa kusonga mbele kwa sababu ya haya mambo. Inaweza ikawa labda ni vitu ambavyo maumivu ambayo uliyabeba kwenye nafsi yako kwa muda mrefu. Inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni hasira, inawezekana ni chuki, inawezekana chochote kile, labda umaskini, urevi, kukataliwa na nini. Hakikisha unaandika kwenye karatasi. Sio lazima liwe moja, hata kama itakuwa 4-5 ni sawa. Ukisha maliza hapo unaweza ukatumia sasa usiku mmoja kutulia na kuchoma kwa kutumia huo mshumaa mweusi, ama kama mazingira yako yanaruhusu basi washa kuni zako hapo nje, chukua chumvi ya mawe, vitunguu saumu ama majani ya mgomba, changanya na ile karatasi, washa kabisa na useme kabisa kwamba kama ambavyo ile karatasi inateketea, basi hata mimi yale yote ambayo nimeandika moyana, yani yanatoka kwenye mwili wangu ama kwenye maisha yangu na yanateketea. Kwa hiyo mimi ni mtu mpya, mimi ni mtu huru. Kuanzia hapo sasa anza kujiona mtu mpya. Oga na maji mengi ambayo umechanganya na chumvi ya mawe. Oga ukisema najitakasa na kuachilia kila kitu ambacho kimekuwa kikinikwamisha kabisa kwa maisha yangu. Mimi ni mtu mpya. Anza kujiona kama wewe ni mtu mpya na wa thamani. Anza kujiambia maneno mazuri. Mimi ni mshindi, mimi hivi, mimi najiona mbali, mimi najiona nitakuwa na maisha haya, mimi nina maisha haya, najiona nina hiki, ninajiona nina hiki, ninajiona nina kile, najiona na afya njema, najiona nina furaha, najiona na amani, najiona napendwa, najiona nasikilizwa na hivi na hivi. Jitahidi kuongea. Narudia tena, mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa kutambaa. Kwa hiyo kama ulikuwa ni mwaka wa kutambaa, ni mwaka ambao ulikuwa ni mgumu sana, na imani kila mtu ameshuhudia hilo. Kwa hiyo tunasema kwamba mwaka unaokuja ni mwaka ambao utakuwa ni mwaka mzuri sana, lakini kwa ushauri wangu mimi, kwa wewe ambaye unataka kuanzisha jambo lako lolote, usianzishe mwezi wa kwanza, usianzishe mwezi wa pili. Angalau kama una haraka sana unaweza kuanzisha mwezi wa 3 ama mwezi wa 4. Ila hii miezi miwili ni miezi hatari sana. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili ni miezi ambayo mara nyingi sana huwa inakuwa bado ina uzito fulani. Kwa hiyo kama unataka kuanzisha jambo jipya lolote, unataka kuanzisha biashara, ni vema ukaanzisha mwezi wa 3. Huu ndo husia wangu mimi kabla hujavuka mwaka 2025 na kuelekea mwaka 2026. Nawapenda sana, na pia kama utakuwa umependezwa na hili darasa niloweka, tafadhali usiache kuandika chochote hapo chini ya comment. Toa ushauri wowote. Kama ni somo ambalo limekugusa, tafadhali andika kwenye comment ili imenigusa, na kama unaweza kuchangia chochote andika hapo chini. Lakini pia kama unaweza kuweka tu like kwa kuonyesha kwamba umependa, basi usijali, bonyeza tu hiyo like, lakini unaweza kushare kwa watu wengine. Mimi kwa leo nimehitimisha kipindi changu hapa. Tuonane wakati mwingine, na kwaherini.